Je, Rais Samia na makamu wake Dr. Nchimbi wako ukurasa mmoja kuhusu nafasi ya wanaharakati nchini, au tunashuhudia mgongano wa kimtazamo kati ya viongozi wawili wa ngazi ya juu? Julai 9, 2026, katika hafla ya tamko la pamoja la maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo lililofanyika Zanzibar, Rais Samia Suluhu Hassan alitoa onyo kali kwa wanaharakati. Nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayeipenda nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Mtazamo huu wa Rais Samia ukaweka mstari mkali kati ya haki za kiraia na usalama wa taifa, ukionyesha shaka na tahadhari kubwa dhidi ya harakati zinazoonekana kuvuka mipaka ya kisheria. Lakini wiki mbili tu baadaye, Julai 25, 2026, jijini Dar es Salaam, mambo yalionekana kuchukua mwelekeo wa tofauti kidogo. Akiwa mgeni rasmi kwenye mkutano wa 15 wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, Dr. Emmanuel Nchimbi alieleza hamu yake ya kuona majadiliano ya wazi na wanaharakati. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Wanaongea mambo na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Je, hii ni tofauti ya kimtazamo au ni mbinu ya kisiasa ya diplomasia ya pande mbili? Kwa upande mmoja, Rais Samia anachukua nafasi ya mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu mwenye dhamana ya kulinda usalama na utulivu wa taifa, akitoa onyo kali kwa yeyote anayetishia utulivu huo. Kwa upande mwingine, Dr. Nchimbi anaingia kwenye uwanja wa diplomasia ya kisiasa, akijaribu kufungua milango ya mazungumzo na kupunguza presha kutoka kwa mashirika ya kiraia na wakosoaji kabla ya uchaguzi au mabadiliko ya kisiasa. Hata hivyo, tofauti hii ya kauli inaibua maswali mengi miongoni mwa wananchi na wadau wa haki za binadamu kuhusu mtazamo halisi wa serikali dhidi ya wanaharakati. Je, hii ni ishara ya mgongano wa kimtazamo ndani ya safu ya uongozi wa juu, au ni mbinu iliyopangwa kudhibiti wanaharakati na wakati huo huo kutuliza ulingo wa kisiasa? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment.